Anapodumu Muislamu katika taa na ibada, la shaka anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika matunda ya ikhwan ya kudumu katika taa na ibada ni kuwa Muislamu anapokuwa katika hali kama hiyo, kisha akagonjeka au akapatwa na dharura ya safari, akaacha yale aliyokuwa akiyafanya kama ada yake, basi huandikiwa yale aliyokuwa akiyafanya katika hali ya uzima wake, katika hali ya kuwa kwake mjini. Faqad saha an an-nabiy alayhi salatu wassalam fi al-Bukhari, idha marida al-abd aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahiha. Anapogonjeka mu'min au akasafiri, lakini alikuwa na ada ya kufanya ibada fulani, basi huandikiwa mfano wa yale aliyokuwa akiyafanya alipokuwa mjini, alipokuwa na siha yake na afya yake. Mtume alayhi salatu wasalam anawapiga mfano masahaba akiwaambia, nipashani habari, maonaje lao mmoja nje ya mlango wake kutakuwa na mto, anaoga katika mto huo kila siku mara 5. Je, kutabakia katika uchafu wake chochote? Masahaba akamwambia hakutobakia chochote katika uchafu wake. Mtume akamwambia basi huo ni mfano wa sala 5 yamhu Allahu bihinna alkhataya. Muislamu lao atalazamiana na hizi sala 5, Ramadhani ilikuwa ni tajriba kwake yeye, kile alikuwa hana ada ya kusali, asali akiacha, lakini katika Ramadhani alijipatia uzoefu wa kusali, basi ni adumu katika uzoefu huo. Hizi sala 5 ni sababu kufutiwa madhambi. Katika matunda makubwa ya ikhwan ya Muislamu kudumu katika taa na ibada, dukhulul janna, ni kuingia peponi. ففي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال عند صلاة الفجر، بلال متومي عليه الصلاة والسلام أنا من بلال بن رباح مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه بلال hebu nipashe habari juu ya amal ambayo waitarajia zaidi ulioifanya katika Uislamu, kwani mimi nimesikia sauti za viatu vyako mbele yangu peponi. Bilal ibn Rabah akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, hakuna amal nilifanya katika Uislamu ya Rasulullah ninayoitarajia zaidi, ila mimi nilikuwa na ada kila nikitawadhi, time ya usiku, time ya mchana, na swali nilichoafikiwa kuswali katika swala za sunna. Mtume alayhi salatu wassalam akambainishia kwa hilo lilikuwa ndio sababu ya mie kusikia sauti za nyayo zako na viatu vyako peponi. Kwa hivyo Muislamu anapodumu katika taa, ndugu zangu, katika ibada hapo kwa uchache, ni sababu ya kuingia peponi. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yuhsina aqibatana fil umuri kulliha.